Akimwona mtu huyo peke yake, Mungu alisema hii si vema yeye abaki peke yake. Kwa hiyo akamlaza, akachukua ubavu kutoka karibu na moyo wake, kujaza mahali hapo na nyama. Kutokana na ubavu huo alimfanya Hawa, akampa Adamu awe mke wake. Aliweka wawili hao kuwa ni mabwana wa peponi ambao aliwaambia, hakika mimi ninawapa kila matunda ili mle, isipokuwa tufaha na mahindi. Akasema, jihadharini msile matunda haya kwa vyovyote, kwa maana mtakuwa najisi. Hata sitateseka ninyi kubaki hapa, lakini nitawafukuza na mtapata maafa makubwa. Pia walipewa nguo nzuri za peponi ambazo ni mpya kila wakati. Shetani alipoyajua hayo alikasirika na akaukaribia mlango wa pepo ambapo nyoka wa kutisha mwenye miguu kama ya ngamia na kucha kwenye miguu yake zilizokata kama wembe kila upande alisimama akilinda. Adui akamwambia, niruhusu niingie peponi. Nyoka akajibu, nitakuruhusuje uingie wakati Mungu ameniamuru nikufukuze? Shetani akajibu, wewe tazama jinsi Mungu anavyokupenda, amekuweka nje ya pepo ili kulinda donge la udongo ambalo ni mwanadamu. Ikiwa wewe utaniruhusu niingie peponi, nitakufanya kuwa wa kutisha sana hata kila mtu atakukimbia, nawe utakwenda kukaa nyumbani kwako kwa furaha. Kisha nyoka akasema, na nikuingizeje peponi? Shetani akasema, wewe ni mkuu, basi fungua kinywa chako, nami nitaingia tumboni mwako, nawe uingiapo paradiso utaniweka karibu na yale madonge mawili ya udongo ambayo yanatembea karibuni juu ya nchi. Kisha nyoka akafanya hivyo na kumweka Shetani karibu na Hawa, kwa maana Adamu mume wake alikuwa amelala. Shetani alijileta mbele ya mwanamke kama malaika mzuri, akamwambia, kwa nini usile matunda haya na mahindi? Hawa akajibu, Mungu wetu ametuambia kwamba tukivila tutakuwa najisi, naye atatutoa peponi. Shetani akajibu, hasemi ukweli. Ni lazima ujue kwamba Mungu ni mwovu na mwenye husuda na hataki anayelingana naye, bali humfanya kila mtu kuwa mtumwa. Ndiyo maana amesema hivi ili msiwe sawa naye. Lakini kama wewe na mwenzako mfanye kama shauri langu, mtakula matunda hayo kama mnavyokula matunda mengine. Usiwe chini ya wengine, bali kama Mungu utajua mema na mabaya, na utafanya lolote ulitakalo, kwa sababu mtakuwa sawa na Mungu. Ndipo Hawa akatwaa na akala baadhi ya matunda hayo, na mumewe alipoamka akamwambia yote ambayo Shetani alisema, na alichukua na kula tunda wakati mke wake alipompa. Lakini chakula kilipokuwa akikimeza, alikumbuka maneno ya Mungu, na akitaka kukizuia chakula, akaweka mkono wake kooni ambapo kila mwanaume ana alama. Basi zile nguo za peponi ambazo Mungu aliwapa zikawatoka. Ndipo wote wawili wakajijua kuwa wako uchi, wakaona haya, wakatoa majani ya mtini, wakajifanyia mavazi yao sehemu za siri. Ilipofika adhuhuri, Mungu akawatokea, akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi Adamu? Yeye akajibu, Bwana, nilijificha kwako, kwa kuwa mimi na mke wangu tu uchi, na kwa hiyo tunaona haya kuhudhuria sisi wenyewe mbele yako. Kisha Mungu akasema, na ni nani aliyekunyang'anya nguo zako, isipokuwa umekula matunda? Hilo linakufanya najisi, na hutaweza kukaa tena peponi. Adamu akajibu, Mola wangu, mke uliyenipa amenihimiza nile, na hivyo nikala. Kisha Mungu akasema kwa mwanamke, kwa nini ulimpa mume wako chakula hiki? Hawa akajibu, Shetani alinidanganya, nami nikala tunda. Na yule asiyefaa aliingiaje katika bustani? Alisema Mungu. Hawa akajibu, nyoka anayesimama kwenye lango la kaskazini alimleta karibu yangu. Kisha Mungu akamwambia Adamu, kwa sababu umemsikiliza mkeo na ukala matunda, dunia na imelaaniwa katika kazi za mikono yako. Itakuzalia miiba na miiba, nawe utakula chakula kwa jasho la uso wako. Kumbuka hilo. Wewe ni udongo, na katika udongo utarudi. Naye akazungumza na Hawa akisema, na wewe uliyemsikiliza Shetani, ukampa chakula mumeo, utakaa chini ya mamlaka ya mumeo, ambaye atakuweka kama mtumwa, nawe utazaa pamoja naye kwa uchungu. Naye akamwita yule nyoka, Mungu akamwita malaika Mikaeli, mwenye upanga wa Mungu, akasema, kwanza fukuza nyoka mbaya kutoka peponi, na akiwa nje mkate miguu yake,
ili akitaka kutembea duniani ajivute kwa tumbo lake. Baadaye Mungu akamwita Shetani aliyekuja huku akicheka, akamwambia, kwa kuwa wewe uliyekataliwa umewadanganya Adamu na Hawa na kuwatia unajisi. Nataka kila uchafu kutoka kwao na kwa watoto wao wote ambao watakuwa wametubu kweli kweli na watanitumikia mimi, kwa kutoka katika miili yao utaingia kwenye kinywa chako, na ndivyo utakavyoshiba unajisi. Kisha Shetani akatoa sauti mbaya akasema, kwa kuwa unataka kunifanya kuwa mbaya zaidi, basi nitafanya nitakalo kuwa na uwezo. Ndipo Mungu akasema, ondoka mbele yangu, wewe uliyelaaniwa. Kisha Shetani akaenda na Mungu akawaambia Adamu na Hawa. Nao wote wawili walikuwa wakilia, akasema, toka peponi ukatubu, wala usiache tumaini lako lipotee, maana nitamtuma mwanao, kwamba uzao wako utaondoa mamlaka ya Shetani kutoka kwa wanadamu, kwa maana nitampa vitu vyote yeye ajaye, mtume wangu. Mungu alijificha kutoka kwa Adamu na Hawa, na malaika Mikaeli akawafukuza kutoka paradiso. Kisha Adamu akigeuka pande zote aliona maandishi yaliyoandikwa juu ya lango, Mungu ni mmoja tu na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akilia alisema, ipendezwe na Mungu, mwanangu, uje upesi na kututoa katika taabu.